Na ndoa ndo nasaba, ndoa ndo maisha, ndoa ndo msimamo wa maisha yetu ya hapa duniani na kesho akhira. Lakini ndoa ni katika ishara za kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Rum, sura ya 30 aya 21, baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim, kwamba wa min ayati, katika alama zake Mwenyezi Mungu, an khalaqa lakum, ametuumbia sisi, min anfusikum, kutokana nafsi zetu, azwajan, wanawake. Lengo nini? Litaskunu ilaiha, hili tupate kutulia. Mungu akusema litaskunu ilaihinna, lakini alisema litaskunu ilaiha, ili tupate kutulia kutokana na vitendo vya hao wanawake, sio hao wanawake wenyewe. Lakini wajaala, na akafanya Mwenyezi Mungu, na akayaweka Mwenyezi Mungu, na akajalia Mwenyezi Mungu, bainakum, kati ya hao mke na mume walioumbwa kutokana na nafsi zetu, mawaddatan, mapenzi, wa rahma, na huruma. Inna fi khalqi sama, inna fi dhalika la ayati liqaumi yatafakkarun, hakika kwa haya kuna mazingatio kwa watu wenye kutafakari au wenye akili. Ya mahshara mustami'un, enye ndugu zangu muliokaa karibu na maredio yenu, ikawa muko tayari kutufuatilia sisi kwa hali na mali, leo tunawaleteni uhalali au makosa yanayofanywa baadhi yao wanandoa kutokujua au kutokujijua. Ndoa ni mafungamano kati ya mke na mume ambao walioana, lakini kabla ya kuingia katika ndoa kuna njia zake inatakiwa zifuatwe ili ihalalishwe hiyo ndoa. Na hapa wengi ndo wanafeli. Leo kuna watu wanaishi majumbani, wenyewe wanajiona kuwa walioana kwa sababu wali alikuwepo, mahali ilitolewa, mashahidi waliwepo, kumbe wanazini. Leo kuna watu wameoa wake za watu hawajijui. Sasa tutayajuaje haya? Kwa mukhtasar, kwa muda mfupi tuliokuwa nao leo, tutajaribu kudondoa baadhi ya masala ili tuweze kuyajua. Ndoa ukamilika kwake kuna nguzo, na nguzo za ndoa ni 5, na ndani ya nguzo ya ndoa kuna sharti 26. Zikikosekana sharti hizo 26 katika nguzo hizo 5, ndoa hiyo ni batil, hao watakayekaa itakuwa wamezini. Kabla tujaingia kwenye ndoa, kwa mfano leo kuna watu wanaweza wakawa wako ndani ya ndoa kihalali, maana ndoa inavyofungwa vizuri ikafuatwa, kuna mambo matatu yanajitokeza, na hayo mambo ni muhimu. Jambo la kwanza kabisa linalojitokeza ndoa ikifungwa vizuri, kuna kitu katika ndoa ikifungwa vizuri, kuna mambo matatu. Moja wapo inaitwa hilul istimta au hilul istimta, ina maana uhalali wa lile jambo, wa kuhalalishwa watu kukutana baina ya mke na mume. Jambo la pili katika ndoa, kuna kitu kinaitwa thubutu nasabi, kuthibiti nasabu kihalali kwa sababu ya kukamilika ile ndoa kwa kufuata sharti zake 26. Jambo la tatu, kuna jambo linaitwa atawaruthu bainahuma, kurithiana kati ya huyu na huyu. Ndoa ikikosekana kufungwa vizuri, basi kuna vitu vinakosekana, hii nasabu na vitu vingine ambavyo tumevieleza. Mathalan, mtu anaweza kufanya machafu ya zina na mwanamke asio kwa halali yake. Baada ya kufanya machafu ya zina, kisha akaenda kupima, yule mwanamke akajikuta ana ujauzito wa wiki moja. Daktari akathibitisha una mimba ya wiki moja au 2. Akaenda kumshauri yule aliyofanya naye zina kwamba mimi leo nimepima
nimeonekana na ujauzito wa wiki 2 au wiki 3. Basi yule mwanaume kwa kutaka kuficha aibu yake, au huenda alikuwa na shida na mtoto muda mrefu, akaona kwamba nikiacha hivi inawezekana huyu akankabidhi mwingine, akamuoa. Akamuoa yule binti hali ya kuwa na mimba. Si vibaya, ndoa yao imesihi kwa sababu amemuoa hali ya kuwa na mimba, kwa sababu alimuoa si mtoto, alimuoa ni huyu mama mwenye mimba. Ila huyu mtoto hakizaliwa, hakiwa wa kike au wa kiume, huyu bwana hana ruhusa ya kumrithi, kwa sababu ilianza kwanza kuingia mimba, baada ya wiki 1 ndio ikapita ndoa. Sasa mwanamke akificha lile swala, hakuliweka wazi, mtoto akazaliwa wa kike, huyu mwanamume ana ruhusa ya kumsimamia, kumuozesha huyu binti, kwa sababu ilipatikana kabla ya kuoana. Ila waliopatikana baada ya pale anaweza kuwaozesha kama ni wanawake. Sasa ikitokea mwanamume huyu amekufa na ile siri, akabakia mama, basi yule mtoto ikawa amezaliwa wa kike, akakuwa akafika muda wa kuolewa, huyu mwanaume, hawa kaka ndo anasimamia kuwaozesha wale ndugu zake wa baba mmoja au mama mmoja au wa baba mmoja. Kwa yeye atadhani kwamba huyu ni ndugu yangu wa halali kwangu, kumbe baba yake alinzaa nje ya ndoa, lakini lile jambo hakuliweka wazi. Kwa hiyo huyu kaka atasimamia kumuozesha ndugu yake ambayo mimba ilipatikana kabla ya ndoa, wiki 1 wakaoana. Kwa hiyo ina maana ndoa hii inakuwa ni batil, kwa sababu huyu aliozesha si walii. Hawa itakuwa wanafanya machafu ya zina, kwa sababu bila kujua, kwa sababu ya jambo ambalo wao ilikuwa hawalijui. Ikija kugundulika mwaka wowote hii ndoa inakuwa si ndoa, inabidi huyu binti atafute wali kadhi atakimsimamia haya masala ya kuweza yule kumuozesha. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu alikamuozesha wali si mwenye haki ya kumuozesha. Kwa hiyo ina maana haya ndo mambo ya kuyaangalia ya muhimu. Tunarudi katika jambo letu kwamba ndoa ina nguzo 5. Nguzo ya kwanza, inabidi apatikane mwenye kuoa. Nguzo ya pili, apatikane mwenye kuolewa. Nguzo ya 3, mashahidi wawili. Nguzo ya 4, wapatikane walii mwenye kusomelea jambo. Nguzo ya 5, mahali pamoja na kabulu wa ijabu, yale makubaliano, nimemuoa nimemuoa. Subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii, na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa Mashujaa TV.